Na bila shaka mtazamaji, na kama nilivyokuwa nimekujuza hapo awali ya kwamba kikosi kizima cha NTV kimekita kambi katika kaunti ya Mombasa, ambapo kando na vijana kufanya kikao cha kuadhimisha miaka 20 ya chama cha ODM, wanawake wa chungwa nao wamekutana kuadhimisha miaka 20 ya chama hicho kwenye kaunti hii ya Mombasa. Sasa tunaungana moja kwa moja na mwanahabari wetu Ibrahim Karanja atujuze zaidi jinsi pia wanawake kwenye chama hiki wanaadhimisha miaka hii 20. Ibrahim. Ni kweli kwamba tupo katika uwanja wa maonesho ya kilimo hapa katika jiji la Mombasa, na ni hapa ambapo kongamano la kina mama wa chama cha ODM kinakuwa kikiendelea, na baada ya muda usiokuwa mrefu tutakuwa tukiona viongozi wa chama cha ODM wakifika hapa. Manake awali walikuwa katika eneo la Fort Jesus ambapo walikuwa katika kongamano la vijana, na yote haya ni kwa sababu ni miaka 20, ni sherehe za miaka 20 ya chama cha ODM, na wamekuwa wakifanya vikao mbalimbali na makundi tofauti. Awali asubuhi ya leo walikuwa wakifanya pia vikao na watu wanaoishi kwa ulemavu, haswa wanachama wa ODM, vikao ambavyo pia vilifanyika hapa jijini Mombasa. Na tumeona pia baadhi ya wakuu wa chama cha ODM ambao wameungana na wananchi na wanachama wa ODM hapa Mombasa, wanaungana pia na kiongozi wa chama Oburu Oginga, lakini pia nimemuona Waziri Hassan Joho ambaye alikuwa ni gavana hapa Mombasa na alikuwa naibu kiongozi wa chama cha ODM kwa muda mrefu sana. Alihutubia kikao hicho, kongamano hilo la vijana, na pia anatarajiwa hapa katika kongamano hili la kina mama, wote wakitaja tu mawazo ya chama cha ODM, ruwaza ya chama cha ODM, malengo ambayo chama imekuwa nayo, na pia kuzungumza ni jinsi ambavyo chama itakuwa ikisonga mbele. Vile vile ni vyema kwamba nitaje baadaye leo hii kutakuwa na sherehe kubwa hapa jijini Mombasa, sherehe ambayo itakuwa ikianza mwendo wa saa 11 jioni kuelekea usiku kucha, sherehe ya aina yake ya kusherehekea chama cha ODM. Hapa katika kongamano hili la kina mama tumeona kina mama kutoka maeneo tofauti, wajumbe kutoka kaunti zote 47 wamekuwa wakitambulishwa hapa, wakijielezea tu ni kipi ambacho wanaamini ndio msimamo wa kina mama katika chama hiki cha ODM. Kwa hiyo sijui kama tuna muda, lakini ndivyo mambo yalivyo katika uwanja wa maonesho ya kilimo hapa Mombasa, wakati ambapo kina mama wa ODM wanakuwa wakisherehekea miaka 20 ya chama. Na mtazamaji, una uhakika kwamba katika taarifa zetu zijazo, mimi hapa Ibrahim Karanja, mwenzangu Kevin Mutai, Fidel Waina na timu yote ambayo iko hapa itakuwa ikikuarifu kila kitu ambacho kitakuwa kimetokea. Pia huenda tukapata mahojiano na baadhi ya viongozi hao wakuu wa chama cha ODM, pia tujue itakuwa njia kutoka hapa ni ipi. Ni sherehe ambazo zinafanyika wakati ambapo mwezi mmoja tu baada ya kifo cha kiongozi mwanzilishi wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga. Studio. Naam, bila shaka mtazamaji, ni moja kwa moja kutoka kaunti ya Mombasa, Ibrahim Karanja akitueleza jinsi hali ilivyo na jinsi wanachama kutoka chama cha ODM wanaadhimisha miaka 20 ya kuwepo nchini Kenya. Bila shaka tutakuwa tukirejea kwao mara kwa mara watujuze jinsi maadhimisho haya yanafanyika. Kufikia hapo